Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Biashara zinazoweza kufanywa na Watanzania tumeweka kwenye sheria. Bunge lililopita, chifu ipo nadhani tunakumbuka, tuliweka kwenye sheria. Hatujaisimamia vizuri. Kwa hiyo tutawanye watu wetu, ipitieni vizuri sheria ilivyoelekeza, tutawanye watu wetu, tuisimamie. Tumemwita na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje ili atusaidie kuwaelezea wale ambao wataangukia kwenye kategori hizo, kwa sababu kila nchi ina sheria. Ndio, kila nchi ina sheria. Tunapotekeleza sheria zetu, tunafanya mambo kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi tukaenda namna hii. Hatuwezi tukafanya watu waje wao wananufaika na nchi yetu. Si shamba la bibi kwamba wanakuja wanavuna tu alafu hii haiwezi kawa sahihi. Kwa hiyo hili ni eneo tuliangalia. Lakini eneo lingine mtawahusisha na Wizara ya Mipango na Uwekezaji. Tuliweka sheria kwamba kampuni ya kigeni ili iweze kupata sifa katika mambo ABC inatakiwa ishirikiane na kampuni ya kizawa. Tukitaka tujenge capacity pia ya Watanzania, tuwajengee uwezo wa Tanzania, tujenge uchumi wa Watanzania. Wapo raia wa kigeni ambao wamegundua njia. Mkiwaambia lete kampuni ya mzawa, anamchukua dereva wake ndo anakuwa mwenye kampuni. Kwa anatumia utaratibu ambao ni wa kitapeli tu. Anakuwa huyo sio mmiliki, ametumia jina la Mtanzania. Kwa 100% ya manufaa ambayo tulisema yagawanywe kati ya mgeni na Mtanzania, anachukua yeye mwenyewe. Na akidai pakubwa huyo, either ni driver ama mhudumu ama whatever, ndio inakuwa sababu ya kufukuzwa pale anakofanyia kazi. Anakosa na kazi, anakosa na manufaa, ameshampa faida. Kwa hiyo tunaweza tukawa na hesabu makampuni ambayo yanashiriki kwenye mradi mkubwa utaje wote, tukijua tuna 30% inahusu wa Tanzania, kumbe ni faking tu. Kila eneo ametafuta namna feki. Kwa mnyororo wote unakuta wameweka makampuni yao, lakini kwa nembo ya jina la Mtanzania. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.